Karibu tena mtazamaji wa The Chanzo kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa na watu mbalimbali kuhusiana na yanayoendelea nchini Tanzania. Na leo kwa upekee kabisa tumebahatika kukutana na tunaenda kufanya mazungumzo na katibu wa jumuiya ya wazazi ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Ali Salum Hapi. Mwenyewe of course atapenda aitwe ndugu nadhani. Na tutakuwa naye hapa kuzungumza mambo mengi kuhusiana na yanayoendelea nchini kwetu, yanayoendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mwaka huu kama tunavyofahamu ni mwaka wa uchaguzi mkuu, na CCM tayari wameshamtangaza mgombea wao. Wanaenda kumuuza vipi mgombea wao huyu kwa tiketi ya urais kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa Zanzibar pia. Ambaye tutakuwa anakuendeshea mazungumzo haya ni mimi Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu waliopo nyuma ya kamera Shafi Hamis na Tito Magoti, tunakukaribisha sana. Brother Ali, karibu sana Aditani. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana. Nilikuwa nimekuuliza wakati hatujaanza, na ningependa of course useme hii kwenye mahojiano haya au mazungumzo haya, kwamba mtu anaweza akawa mwanachama wa UVCCM, akawa mwanachama pia wa UWT, na akawa mwanachama wa jumuiya ya wazazi kwa wakati mmoja. Inawezekana hiyo? Naam, inawezekana kabisa. Kwa sababu kanuni za hizi jumuiya zote tatu zinaeleza sifa za mtu anayeweza kuwa mwanachama. Na ukienda kwenye kanuni ya wazazi inaeleza mtu yeyote mwenye umri wa kuanzia miaka 18 anaweza kuwa mwanachama wa jumuiya ya wazazi. Lakini ukienda kwenye kanuni ya umoja wa wanawake pia nayo ina utaratibu wao, na umoja wa vijana. Kwa jambo moja kubwa hapa ni kwamba jumuiya ya wazazi, baadhi ya watu walikuwa wakifikiri huko zamani kwamba ni jumuiya ya wazee. Wazee. Sasa CCM inalo baraza la wazee, lakini jumuiya ya wazazi ni kila mtu ambaye ni mtu mzima kwa umri. Kwa maana ya kisheria tunasema adult age. Kwa miaka 18 na kuendelea unaweza kuwa mzazi. Kwa hiyo unaweza kuwa mzazi, lakini ukiwa na jinsia ya kike unapata sifa pia ya kuwa mwanachama wa UWT. Na ukiwa ni kijana, kwa maana ya kutoka 18 mpaka 35 na 40, una sifa tena ya kuwa umoja wa vijana. Kwa hiyo mtu anaweza akawa mwanachama. Mimi nilikuwa nawaza kwamba ili uwe mwanachama wa jumuiya ya wazazi lazima uwe na mtoto. Sio lazima. Sio lazima. Ili mradi uwe na umri wa miaka 18 na kuendelea, ambao kwa sheria zetu unakuwa ni mtu mzima mwenye uwezo wa kutengeneza familia. Sawa. Asante sana. Nitaka ufafanue hiyo kwanza. Sasa nadhani tuanze kwenye swala zima la demokrasia ndani ya chama. Ndio. Kwa sababu hili ni jambo ambalo limekuwa likipigiwa kelele sana, na hata msajili wa vyama amekuwa akisema kwamba tunapopigania demokrasia nje, ni muhimu pia tuhimize demokrasia ndani ya chama. Na kulingana na yanayotokea, inaonekana kama vile hakuna demokrasia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hapana. Nitakupa mfano. Tumeona wanachama waandamizi wengine wa Chama cha Mapinduzi wakifukuzwa au wakifutiwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa kukosoa viongozi wa chama au maamuzi fulani ya chama. Tumeona kwa mfano kwenye kesi ya Balozi Ali Karume kwa Zanzibar, ambaye alikuwa voko kukosoa uendeshaji wa mambo ya
visiwani Zanzibar, chama kikamfuta wanachama. Tumeona kwa mwanachama wa CCM Godfrey Malisa ndio amehoji upatikanaji wa Rais Samia Suluhu Hassan kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi 2025, naam, akafukuzwa. Na hii inajenga picha kwamba hakuna nafasi of dissent, yani hakuna nafasi ya kutoa mawazo kinzani ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wewe ni kiongozi mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi, unalitetea vipi? Kwanza ni muhimu sana kufahamu kwamba vyama vya siasa vinaendeshwa kwa mujibu kwanza wa sheria za nchi na katiba, lakini vinazo taratibu zake za ndani, katiba za vyama pamoja na kanuni mbalimbali ambazo zinaratibu shughuli za chama. Kwa Chama cha Mapinduzi nacho kina taratibu zake na kanuni zake na katiba na miongozo ambayo inakiongoza chama katika kufanya shughuli zake mbalimbali. La kwanza kuhusu demokrasia, chama chetu kina demokrasia ya kutosha kabisa. Demokrasia pana kabisa. Na wapi unaweza kuiona demokrasia? Unaweza kuiona kwenye namna ya upatikanaji wa viongozi ndani ya chama chetu. Unaweza kuiona namna ya uwajibishaji wa viongozi. Manake demokrasia sio tu kupata viongozi au kutoa mawazo, hata mfumo wenyewe wa kuwajibishana ndani ya chama unapokuwa umekaa wazi na unafanya kazi, nayo ni demokrasia. Lakini tunaweza kuona namna ya upatikanaji wa viongozi wanaowakilisha chama ndani ya vyombo vya dola, wabunge, madiwani. Tunayo demokrasia ya kutosha sana. Sasa kuhusu uwajibishanaji ndani ya chama, kwanza si kweli kwamba Chama cha Mapinduzi hakiruhusu watu kutoa maoni. Tunaona watu wanaotoa maoni, chama kinatoa maoni, lakini sasa kuna kitu kinaitwa maamuzi ya chama. Maoni yanaruhusiwa, yanatolewa wakati mnakwenda kufikia uamuzi. Lakini chama kikishafikia uamuzi uliofanywa na vikao halali, nadhani kwenye hilo kuna jambo ngoja haifa, kuna jambo linaitwa collective responsibility. Mnapokuwa mmefanya kikao kwenye kata, mmekubaliana kwamba huu ndio uamuzi wa halmashauri kuu ya chama ya kata. Anapotoka mtu mmoja katika kikao kile halali cha kikatiba, akaenda kwenda kuyabagaza maamuzi ya kikao, huyu sasa hajatoa maoni. Huyu ameenda kinyume na kanuni na taratibu. Sio mjumbe wa hicho kikao. Mimi ni mwanachama wa kawaida wa Chama cha Mapinduzi na sijashiriki kwenye hicho kikao. Chama chetu kinao wajibu wa viongozi na wajibu wa wanachama. Midhali wewe ni mwanachama wa CCM, unao wajibu wa kulinda katiba, wa kulinda miongozo ya chama na kulinda maamuzi halali ya chama. Hawa wanafukuzwa kwa kufanya hivyo. Hapana, kwa kulinda katiba. Kwa mfano kwenye hili swala la mgombea, ndio tutakuja, ambalo nataka utetee pia. Ndio. Lakini kwenye hili swala la kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi ipo nafasi ya kudissent, ya kutoa mawazo kinzani yanayotofautiana na maamuzi fulani pengine ya viongozi. Na hilo ni kama halionekani, yani kauli yako inaachana na uhalisia, kwa sababu tunaona kila mtu ambaye anathubutu kusema tofauti au kutoa maoni yake, kama nilivyokupa kwenye mifano hiyo michache, hawa watu wanafukuzwa wanachama. Sio kweli. Kwa mfano ngoja, kwenye Chama cha Mapinduzi kwa mfano, ni taratibu gani pengine za kikatiba au za kikanuni zinasema kwamba mtu anayetoa mawazo tofauti inabidi afukuzwe? Mimi nitakupa mfano. Tunao wanachama wa Chama cha Mapinduzi mashuhuri kabisa. Chama cha Mapinduzi chenyewe kinaamini katika muundo wa serikali mbili. Lakini wako wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wao wanaamini kwamba serikali tatu ndio jibu. Akiwemo kwa mfano mzee wangu, mzee Warioba. Lakini hajawahi kufukuzwa kwa wanachama. Kwa hiyo maoni yanatolewa. Na tujaribu kusema hapa ni kwamba lazima chama kiwe na mfumo wa ndani wa kudhibiti nidhamu.
ukiacha kila mwanachama, chama kimefanya maoni, watu wamechukua maoni yao, wamepeleka kwenye chama, kwenye vikao vimeamua, halafu ukaruhusu kukawa tena kuna watu wanachama wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wanapinga maamuzi ya vikao, hiyo sasa inaingia katika taratibu za kinidhamu za kuwajibishana. Lakini kama sina access na hivyo vikao na mimi ni mwanachama wa kawaida wa chama, siruhusiwi kutoa mawazo kizani. Kwa mujibu wa katiba yetu, kila mwanachama anayo haki ya kukilinda chama, anayo haki ya kutoa maoni ya kujenga chama. Anaweza kufikisha maoni hayo katika ngazi ya awali ya tawi, sio hadharani, ngazi ya kata, ngazi ya chama chenyewe taifa, sio hadharani. Ukienda hadharani, ukaenda kutoa maoni, unamwambia nani? Unamwambia umma. Sasa sio haki ya kujieleza kwenye demokrasia. Kwa nini niende kwenye kikao? Ndio tunarudi pale kwamba kwa nini umeacha kutoa maoni hayo ndani ya vikao na ndani ya sina access? Nimekusema kwamba sina access na hivyo vikao. Kila mwanachama ana access. Leo hii mwanachama wa kawaida sina access na vikao vya maamuzi. Leo hii mwanachama wa kawaida anaweza kumwandikia barua mwenyekiti wa chama chetu na akaisoma. Anaweza kuonana na katibu mkuu wa chama chetu akatoa maoni yake. Anaweza kwenda kwenye ngazi yoyote ile ya uongozi akatoa maoni yake. Jambo muhimu hapa ni kwamba wewe unapotoa maoni yako hayo nje ya taratibu za chama, nje ya ofisi za chama, manake unalenga katika kuhujumu maamuzi halali ya chama, unalenga katika kukifedhehesha chama chako ambacho wewe una wajibu wa kukilinda. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi haamini kwenye haki au uhuru wa mtu wa kujieleza. Tunaamini katika haki na uhuru ambao una mipaka na ambao uko kwa mujibu wa katiba ya chama, kanuni na taratibu za chama, na ambao ndio unachora huo mpaka kabisa. Kanuni zetu zinatueleza namna ya kufanya maamuzi, namna ya kupeleka maoni. Maamuzi yakishafikiwa na vikao vyetu lazima yaheshimiwe. Kwa mfano leo vikao hivi vimepitisha jina la Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, ambao nitakuja pia. Sasa ni maamuzi ya kikao. Na moja katika jambo muhimu sana katika kujenga demokrasia ni nidhamu ya kuheshimu kanuni na miongozo ambayo vyama vyenyewe vimejiwekea. Hilo ni jambo la muhimu sana. Which is funny kwa sababu nikisoma taarifa za kufutwa wanachama kwa watu ambao wamejitokeza kutoa maoni yao, ni kwamba kosa kubwa wanaloshutumiwa lao ni kukiuka maadili ya chama. Lakini hiyo it doesn't make any sense, does it? I mean, inawezekana vipi mtu kwamba kutoa tu maoni yake iwe ni kukiuka maadili ya chama? Hapana, mimi siungi mkono au kwa mfano kama kwenye kesi ya kupitishwa kwa Rais Samia, mimi naona tukio hili la kumpitisha Rais Samia kama mgombea pekee au linakiuka katiba ya chama. Hiyo inakuwaje kukiuka maadili ya chama? Huyo anatetea katiba ya chama. Kanuni za kidemokrasia zinasema hivi, chama chako kinapokuwa kimefanya maamuzi halali kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo ya chama husika, ukitaka kukinzana na maamuzi hayo halali, ziko taratibu za kufuata ndani ya chama chenyewe. Kwa mfano, kama uamuzi umefanywa ndani ya tawi, hujaridhika nao, chama chetu kimeweka utaratibu wa kukata rufaa katika ngazi inayofuata. Sasa unapotoka katika vyombo vya habari kupinga maamuzi ya chama chako katika utaratibu ambao hauzingatii maadili na misingi iliyowekwa ndani ya katiba na taratibu za chama, manake wewe unageuka kuwa ni mhujumu wa chama. Unahujumu mifumo iliyowekwa kwenye chama. Na lazima ujue Arifa, ili chama kiweze kufanya kazi, ni lazima mifumo hii ya kinidhamu ya ndani ya chama na maadili ndani ya chama lazima izingatiwe. Sasa hebu atuambie huyo aliyokwenda kutoa maoni yake, ni wapi alipeleka maoni yake yakashindwa kupokelewa? Ni wapi alikwenda kufikisha barua yake ya kueleza concern zake akafukuzwa wanachama? Hakuna. Tunachokizungumza hapa ni kwamba kila mwanachama wa CCM anao wajibu wa kufuata kanuni, katiba na miongozo iliyowekwa ndani ya chama ya utaratibu wa kupinga maamuzi ndani ya chama. Sawa. Naam. Pale mwanzo ulisema kwamba unapotetea uwepo wa demokrasia ndani ya Chama cha Mapinduzi, unasema kwamba
wanachama kama kielelezo cha uwepo wa demokrasia ndani ya chama. Wanachama wana fursa ya kuchagua viongozi wao, lakini tumeona hapa CCM mmepitisha azimio kwenye mkutano mkuu kwamba kwenye nafasi ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar kutakuwa kuna fomu moja tu, na baadhi ya watu wanaona kama huko ni kuminya uhuru na hiyo haki ya wanachama wa kuchagua nani anapaswa awe mgombea wa chama kwenye uchaguzi mkuu unaokuja. Swali langu ni kwenye katiba ambayo umezungumzia vizuri, taratibu au na sheria za CCM, ni wapi imeelezwa kwamba mgombea urais wa CCM, yani kutakuwa kuna fomu moja tu, kama kutakuwa kuna mgombea mmoja tu, mtu mmoja tu ndio anapaswa ajitokeze na azimio litolewe kwamba huyu ndio atakuwa mgombea pekee yake? Hiyo iko wapi kwenye katiba ya Chama cha Mapinduzi? Ipo wapi? Kwanza nataka nisahihishe, azimio lililopitishwa na mkutano mkuu wa chama sio la kutoa fomu moja. Ni azimio ambalo limejadili hoja ya kupitishwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi ujao unaokuja wa mwaka 2025, na kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi amependekezwa na azimio la pamoja la mkutano mkuu likaridhia awe ni mgombea wa CCM wa kiti cha urais wa Zanzibar katika uchaguzi ujao. Na haya yote yamefanywa kwa kuzingatia katiba ya Chama cha Mapinduzi. Katiba yetu ya CCM inasema chombo cha juu kabisa chenye mamlaka ambacho kikiamua hakuna chombo kingine kinaweza kutengua maamuzi hayo isipokuwa chombo hicho chenyewe ni mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi au CCM Congress. Ndio chombo cha juu kabisa. Leo hii kamati kuu inaweza kufanya maamuzi au halmashauri kuu au sekretari na maamuzi yale yakatenguliwa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa ndio chombo cha juu. Niambie katiba inasemaje kuhusiana na upatikanaji wa wagombea ndani ya Chama cha Mapinduzi? Katiba yetu inasema mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi atapitishwa na mkutano mkuu. Kwa hiyo mkutano mkuu sasa kwanza una mamlaka ya kumchagua mwenyekiti wa chama chetu. Una mamlaka ya kumchagua mgombea urais wa chama chetu. Na una mamlaka ya kumchagua makamu mwenyekiti wa chama chetu. Kwa hivyo mkutano mkuu umetumia mamlaka yake ambayo unayo kikatiba, na kilichofanyika ili zoezi limerudishwa nyuma tu, lilikuwa lifanyike baadaye kidogo na mkutano mkuu kaona hakuna sababu. Lakini si kwamba ilipaswa ifanyike baadaye, kwa mfano kwenye mwezi wa Juni, Julai, baada ya michakato mingine kisha kufanyika. Hapana, kwamba Rais Samia amechukua fomu, ameomba ridhaa ya chama, Bwana Ali Hapi ameomba ridhaa ya chama, na nani ameomba ridhaa ya chama, vikao vya chama vinapitia waliojitokeza kuomba ridhaa ya chama, vinapata majina mawili, majina matatu, baadaye vinapeleka kwenye mkutano mkuu. Mkutano mkuu unaamua kwamba huyu ndo tunataka akakiwakilisha chama. Sasa kwa kufanya mapema, CCM imeua hizi processes nyingine zote na kusema kwamba hapana, tutakwenda na Rais Samia Suluhu Hassan, huku wengine wakizuiwa wasichukue fomu. Kwanza unatakiwa ufahamu kwanza, chama chetu rais anapokuwa anakwenda katika kipindi cha pili, desturi ya chama chetu ni kwamba anapewa fursa ya kwenda katika kipindi cha pili na yeye ndiye anayekuwa mgombea. Lakini fomu zinachukuliwa. La kwanza. La pili, taratibu zote zinazoelezwa kuhusu namna ya matukio ya uchukuaji wa fomu na namna chaguzi zinavyoendeshwa
zimewekwa kwa mujibu wa katiba. Na ndio maana nikakurejesha nyuma. Chombo kikubwa kabisa chenye mamlaka ya kikatiba ambacho kina uwezo wa kutengua maamuzi ya vikao vyote ni mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mkutano mkuu ulichokifanya ni kutimiza mamlaka yake ya kikatiba. Lakini mheshimiwa Hapi, Congress haiwezi kuwa na supremacy over the constitution. No. Constitution. Congress ngoja. Na hili muhimu sana. Nataka ufafanue. Kwa hiyo kwa maoni yako wewe, kwenye Chama cha Mapinduzi supremacy ukuu upo kwenye mkutano mkuu na sio kwenye katiba ya chama. Khalifa. Ngoja twende. Katiba imezaa vyombo vya chama. Na katiba imezaa vikao vya chama. Na vikao vinazidiana uzito. Kikao cha chini kinaweza kutengua maamuzi, kikao cha juu kinatengua maamuzi ya kikao cha chini. Sisi katika mfumo wa chama chetu, mkutano mkuu wa CCM umetamkwa kwenye katiba kwamba ndicho chombo cha juu kabisa chenye mamlaka ndani ya chama, ambacho kinaweza kufanya uamuzi na uamuzi wake ni wa mwisho. Sasa chombo hicho ambacho kimetajwa kwenye katiba moja kimesema Dr. Samia ndio mgombea. Of course, endapo kama hilo azimio limefiti matakwa ya kikatiba kabisa, limefiti na hili swala la Rais Samia unadhani limefiti matakwa ya kikatiba kwa kuzuia wengine kuto kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kugombea urais 2025? Nataka nikuthibitishie jambo hili limekidhi matakwa ya katiba na kanuni za chama. Kivipi wakati katiba yenu inaruhusu kwamba kila mtu ana haki ya kuomba ridhaa ya chama chake kugombea nafasi yoyote ya uongozi, si ndio? Kwa rais anayekwenda kuchukua nchi ama kugombea mara ya pili, anakwenda kwenye re-election, taratibu zetu na mila na desturi za chama chetu tunampa nafasi ya kuwa mgombea katika kipindi hicho cha pili. Tumefanya hivyo kwa Mzee Mkapa, tumefanya kwa Mzee Mwinyi, tumefanya kwa Kikwete, awamu zote. Lakini kwa hiyo wale ambao walikuwa wanataka hayo mambo ya kuchukua fomu wasubiri 2030. Kwanza sidhani wewe ni mwana CCM, ni kiongozi, pengine unaijua vizuri katiba yenu, lakini sidhani kwamba hilo ni takwa la kikatiba. Huo ni utamaduni Chama cha Mapinduzi imejiwekea, ni uamuzi wenu, ndio ni utamaduni, lakini si takwa la kikatiba na taratibu za CCM. Lakini hata kwenye hizi awamu ulizosema za Mkapa, za Mwinyi, kuna watu walijitokeza kuomba ridhaa ya chama kugombea urais, lakini kulingana na utamaduni wenu mkaamua hapana, sasa mpa huyu. Sasa utamaduni ndio utaratibu umekiukwa kwenye huu mchakato. Khalifa, ukishachukua fomu, procedure ya kuchukua fomu na kwenda kugombea, vyote hivi vimeelezwa ndani ya kanuni za Chama cha Mapinduzi. Na anayetengeneza kanuni ni Halmashauri Kuu ya Taifa. Lakini Halmashauri Kuu ya Taifa ikipewa agizo na mkutano mkuu, inaweza kwa mujibu wa kanuni zetu ikasuspend baadhi ya taratibu, baadhi ya procedure ili kukidhi maelekezo yaliyotolewa na mkutano mkuu wa CCM Taifa. Kwa hiyo hizi ni procedure tu, na nataka nikuhakikishie procedure zote zimefuatwa. Namna ya azimio lilivyopitishwa, likaagiza Halmashauri Kuu ya Taifa, vikao vikakaa, Halmashauri Kuu ya Taifa katazama kanuni, nini kinatakiwa kufanyika, yaliyotakiwa kufanyika ili kutekeleza agizo la mkutano mkuu yakafanyika, hatimaye tukawapata wagombea wetu. Kwa hiyo taratibu zote zimefanyika. Baadhi ya watu wanaamini kwamba huo mchakato umefanyika kinyume na kikatiba, na baada ya kutoa maoni hayo wakafukuzwa wanachama. Hawajafukuzwa wanachama kwa sababu ya mchakato, ni kwa sababu
mimi nadhani kwa sababu ni jambo unajua wanachama katika chama chetu cha Mapinduzi hafukuzwi katika ngazi ya taifa, anaweza kufukuzwa katika ngazi ya chini na anayo haki ya kukata rufaa kama anaona hajaridhika. Lakini mimi ninachosema ni collective responsibility. Chama tena kikao cha juu, mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndio kikao cha mwisho kimeamua, kinasema jambo hili litakwenda hivi. Mwanachama wa kawaida anapata uhalali wapi wa kwenda kupinga uamuzi, kwa sababu anadhani hilo tamko halikukizi matakwa ya kikatiba. Mimi that is obvious, sio? Lakini sikiliza, mimi nataka nikuulize. Unajua kwa nini nimekuuliza hivi? Kwa sababu kuna impression kwamba kwanza kwa kuharakisha huu mchakato, kwa sababu mazoea ni kwamba CCM mungemtangaza mgombea wenu Julai au June, kwa kumtangaza January. Hivi ni January. Yes, January. Impression iliyopo ni kama vile CCM mmepanic. Hapana, ziko nchi nyingi ikiwemo Msumbiji ambazo utaratibu wao wanapata wagombea mapema. Na iko faida kwa Watanzania kupata wagombea mapema. Na mimi ningeshawishi vyama vingine viige utamaduni huu. Nimeona baadhi ya vyama vimeanza kuiga utamaduni huo na vitapata wagombea mapema. Kuna faida kubwa sana ya kupata wagombea wa vyama kwenda kwenye chaguzi za dola mapema. Moja, kiongozi huyu ama mgombea huyu Watanzania wanapata nafasi ya kumjua, wanapata nafasi ya kumpima, wanapata nafasi ya kumuassess uwezo wake, kazi zake na namna anavyoweza kufaa kushika majukumu. Lakini huu utamaduni wa kumpata mgombea mwezi mmoja miwili kabla ya kampeni unawanyima fursa wa Tanzania. Kwa hiyo mkutano mkuu umezingatia mambo hayo, kwamba sisi ni chama cha kidemokrasia, ni chama kikubwa. Kwa nini tufanye zimamoto? Kama tunajiamini na mgombea wetu tunajua amefanya kazi kubwa, ana sifa, anakubalika, tuna sababu gani ya kusubiria mwezi wa 5? Lakini jambo la pili, utaratibu wa mwezi wa 5 ni utaratibu wa ndani ya chama, si utaratibu wa sheria za nchi. Ndio, ni utaratibu wa ndani ya vyama, ili kuruhusu demokrasia, watu wa express interest ya kutaka kugombea. Ni kalenda ya ndani ya matukio ya ndani ya chama. Kwa hiyo leo chama kinaweza kusema kwamba hapana, badala ya mwezi wa 5 tutafanya mwezi wa 2. Na sisi kwa mfano tuna kalenda ya vikao, tuna vikao vya halmashauri kuu, wakati mmoja kinafanyika tarehe hii, wakati mmoja kinasogea mwisho, wakati mwingine kinarudi mwanzo. Ni taratibu za ndani ya chama. Chama chetu kiliona hakuna sababu ya kulimbikiza mambo mengi katika kipindi hicho. Tunapitisha majina ya wagombea wa ubunge, tunapitisha majina ya madiwani, hapo tunajadili mgombea wa urais wa Zanzibar, mgombea wa urais wa Jamhuri. Tuliona kwamba hapana, jambo hili lifanyike mapema, na sababu za msingi zilikuwepo, na kwa sababu kanuni na katiba ya chama chetu imezingatiwa na haijakiukwa mahala popote. Okay, CCM mshapata mgombea. Ingawaje hapo umenipanga hapo kusema kwamba Congress ndio ina supremacy over constitution, the supreme organ. Naam, kweli. Yes, kuliko katiba ya chama. Lakini sawa, tuache hilo. CCM umepata mgombea wenu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa Zanzibar. Tukae hapa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnaendaje kumuuza Rais Samia Suluhu Hassan kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi katika mazingira ambapo watu wengi Tanzania wanalia njaa, hali ya ugumu wa maisha imezidi kuwa ngumu? Watu tunaona sikiliza. Maisha, living standards za Watanzania hazijaimarika kwenye miaka 4 ambayo amekuwa madarakani. Suala la ukosefu wa ajira, jana tu TRA wametangaza, wamesema sio wameomba kazi, wametangaza kazi za watu wangapi, wameomba maelfu. Tatizo la ajira ni tatizo kubwa sana nchini Tanzania. Kuna tatizo la usalama, wewe unafahamu, kuna swala ya watu kuripotiwa kupotea, kutekwa. Vyombo vya dola vimehusishwa, vyenyewe vinakana, lakini hizi ni perception zipo kwenye akili za Watanzania, ni mitazamo. Katika mazingira kama haya, CCM mnaendaje kumuuza Rais Samia Suluhu Hassan Oktoba 2025? Tunakwenda kumuuza
na nataka kwanza ni kuchallenge katika hayo uliyosema. Usalama ndani ya nchi yetu umekuwa bora na umeimarika sana wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan kuliko vipindi vingi vya nyuma vilivyo. Ukisema hivyo, ukisema hivyo jiweke kwenye nafasi ya familia zilizopotezewa na wapendwa. Kipindi hiki cha Rais Samia Suluhu Hassan tulikuwa na tatizo la Kibiti. Ndio. Nakumbuka tulikuwa na tatizo la Mkuranga. Ndio. Hiyo vituo vya polisi vilikuwa vinavamiwa. Ndio. Watu walikuwa wanauawa. Tumepita katika mazingira kama hayo. Leo hii hausikii matukio kama hayo. Ndio maana ninasema nchi yetu kwa sasa ina kiwango kikubwa cha usalama sana. Sema hivyo, unajua watu nakuja unaweza kuwa accused of being insensitive. Kwa familia ambazo zimepotelewa na wapendwa wao. Nchi yetu ni tulivu na ina usalama. Na nataka nikwambie hakuna taifa lolote duniani, hata mataifa yetu yanayoendelea, mataifa yaliyoendelea ambayo hayana matukio ya uhalifu. Kuwepo na matukio ya uhalifu, wizi, mauaji, madawa ya kulevya ni matukio ambayo yapo katika nchi zinazoendelea na nchi zilizoendelea. Na hayaondoi dhana ya usalama, dhana ya jumla ya usalama wa nchi. Nchi inapimwaje katika dhana ya jumla ya usalama? Watu wanafanya shughuli zao kwa usalama, mabenki yanaendesha shughuli zake kwa usalama, wakulima wanakwenda kwenye mashamba, wafanyakazi wanakwenda makazini, wafanya biashara na wajasiriamali wanafungua biashara zao. Kwa hiyo ukipima vigezo hivi utaona nchi yetu ina usalama. Lakini matukio unaelezeaje? Haya matukio ambayo yanaripotiwa, matukio ya uhalifu, mimi nayaita matukio ya uhalifu. Haya ni matukio ambayo yanaendelea kushughulikiwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hayapo hata Marekani. Umezungumza haya mambo, matukio ya watu kupotea. Mimi nilikuwa napitia leo taarifa ya kupotea kwa watu Marekani, missing persons report Marekani. Wamarekani wengi wamepotea. Kila mwaka wanaripotiwa kupotea. Na ziko sababu mbalimbali. Wako watu wanaopotea kutokana na magonjwa ya akili. Wako watu wanaotokea kutokana na magenge ya uhalifu, magenge ya madawa ya kulevya, yanafanyana ukatili, yanafanya mauaji. Wako watu wanaopotea kutokana na matukio ya utekaji nyara. Unazipata wapi? Ziko kwenye mitandao. Sasa kwa mfano hiyo taarifa, kwa nini Tanzania haitoi ripoti kama hizo? Mtu anapotokea amepotea, kitu cha kwanza ambacho kinafanya ni taarifa kufikishwa kwenye vyombo vya dola. Na jambo la pili linalofanyika ni uchunguzi wa vyombo vya dola. Uchunguzi unafanyika. Kitu ambacho Watanzania wanahoja sana, jamani, watu wetu wanapotea. Uchunguzi unafanyika bila shaka yoyote. Vyombo vyetu viko kazini, vinafanya uchunguzi. Na mimi nataka nikwambie Alifa, si kila mtu ambaye amepotea tuhuma tunapaswa kuzielekeza katika taasisi zetu. Wako watu wanafanya biashara, wamedhulumiana katika biashara, wanafanyana matukio ya kikatili. Leo hii tumeona juzi kulikuwa na kesi moja ya mtu mmoja ambaye amegombana na mkewe, akamchoma moto, akaenda kufukia majivu yale kwenye migomba, na akasema kwamba mke wake amepotea. Sasa huyu na yeye unalituhumu jeshi la polisi. Unajua kwa nini tunatuhumu taasisi? Kwa mfano hata mimi mwenyewe ni kwa sababu nadhani ni wajibu wa serikali kuhakikisha ulinzi na usalama wa watu wake. Sasa unadhani mimi mtoto wangu akipotea nitapeleka wapi lawama? Uko sahihi kabisa. Nitapeleka serikali. Uko sahihi kabisa. Nitapeleka serikalini kwa sababu serikali ndio, au dola ndilo lenye wajibu wa kulinda usalama wangu mimi. Ikitokea kwamba mimi nimefeel threatened, nitapeleka lakini umesema kuhusiana na uchunguzi na nini. Bado tunabaki katika mazingira hayo. Kwa sababu hapo tunaweza tukabaki saa nzima au masaa mengi. Katika mazingira haya ya hofu ya usalama ya watu, ukosefu mkubwa wa ajira, maisha ya Watanzania wa kawaida yakionekana kuto kuimarika, hali inazidi kuwa mbaya, maisha magumu.
mnaendaje kumuuza Rais Samia Suluhu Hassan? Kwanza Alifa, nataka nikusaidie. Rais Samia amefanya kazi kubwa sana. Amefanya kazi kubwa katika miaka yake minne. Unapozungumza kuhusu uchumi, taarifa ya robo ya kwanza ya mwaka 2025 ya benki yetu ya BOT, uchumi unakuwa kwa 5.7%. Ukienda kwenye mfumuko wa bei bado umebaki kwenye single digit, 0.5%. Ukienda katika sekta ya kilimo, nchi yetu inajitosheleza kwa chakula na imepata mazao mengi na uza nje ya nchi. Na katika msimu uliopita korosho peke yake imeingizia nchi yetu almost trillion 1. Wakulima wamepata bei haijapata kutokea. Huduma za maji zinapelekwa kwa wananchi. Rais juzi ametoka kuzindua mradi mkubwa wa kihistoria wa maji. Same, Mwanga, Korogwe, bilioni 406 zimewekezwa pale. Mradi ambao unakwenda kunufaisha vijiji takriban 38. Mradi huu umekuwepo katika makaratasi kwa miaka 20 iliyopita. Leo Rais Samia amekwenda kuzindua na umetoa maji kwa 60%, 40%, umekwenda mpaka 90%. Maji vijijini zaidi ya miradi 1000 na inatekelezwa katika vijiji vya Tanzania. Rais amejenga madarasa zaidi ya 1034 mapya nchi nzima. Leo hatukamati tena kuku wa Tanzania kuchangia ujenzi wa madarasa ya kidato cha kwanza. Leo hatutozi michango kwa ajili ya madawati. Kazi kubwa hii imefanyika. Shule mpya zimejengwa, zahanati zimejengwa kila kijiji. Rais amejenga vituo vya afya 485 kwenye kata mbalimbali za Tanzania katika miaka yake nchi nzima. 400 vituo vya afya vina uwezo wa kufanya upasuaji. Vituo vya afya vina uwezo wa wakina mama kujifungua kwa njia ya operation. Hospitali za wilaya, magari, ambulance. Unasemaje kwamba Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia hakina hoja za kwenda kwa wananchi kutafuta kura? Sisi tunasema tunazo hoja za kutosha kabisa. Rais amefanya kazi kubwa. Ameendeleza miradi ya kimkakati. Mimi nataka nikwambie, wako watu wanaingia katika nafasi ndogo kama za udiwani na kadhalika, wanayaacha yale yote walioyakuta watangulizi wao walioyaanzisha. Lakini rais huyu amepokea mzigo mkubwa wa miradi mikubwa inayotaka fedha nyingi. Bwawa la Mwalimu Nyerere trilioni 7 amepokea. Angeweza kusema Watanzania, naomba mnielewe, mradi huu tuuache, tupeleke fedha hizi kwenye maeneo mengine, na Watanzania wangemuelewa. Lakini amekamilisha mradi ule kutoka 34%. Leo mradi umefika 99.99%. SGR, mradi ambao unakwenda kugharimu trilioni 23. Jiwe la msingi lilikwisha kuwepo. Leo hii treni imeanza kwenda Dodoma, anaipeleka Mwanza, anapeleka Kigoma, anapeleka Bujumbura, anapeleka Kongo, kwa ajili ya kuifungua nchi, kwa ajili ya kutengeneza mapato kutokana na mizigo itakayokuwa inapita ya nchi majirani inayopita katika bandari ya Dar es Salaam. Mradi huu ameuendeleza. Madaraja makubwa, Kigongo Busisi, daraja lile linagharimu karibu trilioni 1 ya Kitanzania. Haijawahi kutokea daraja kama hili. Amefanya kazi zote hizi. Unadhani kwa nini twende kwa Watanzania tusiende kifua mbele? Unadhani mwananchi wa kawaida ambaye anapambana kuweka chakula juu ya meza anaweza kushawishika kumpigia kura mgombea ambaye anasema kwamba nimejenga SGR, nimekamilisha bwawa la uzalishaji umeme? Kwa sababu I'm trying to draw your attention kwenye reality ya maisha ya Mtanzania wa kila siku. Unaelewa? Hivyo vitu vingine vinafanyika huko juu na nini na pengine vinaweza vikawa ni vizuri na vina faida kubwa sana kwa maisha ya Tanzania, lakini kwa sasa reality iliyopo huko ground, CCM mnaenda kukabiliana nayo vipi katika mazingira ambayo Watanzania kila tafiti zinazofanyika za kupima maoni ya wananchi waweza kwa mfano wakifanya Afrobarometer, wakifanya Watanzania across the board wanalalamikia ugumu wa maisha kama shida yao nambari 1. Unaendaje kumshawishi mpige kura huyo ambaye analia njaa, kumwambia kwamba naomba umpigie kura mgombea wangu kwa sababu amejenga SGR? So kwamba SGR sio kitu kizuri, ni kitu kizuri, lakini huyu mwananchi anayestruggle to put food on the table
Unamshawishi vipi huyu ampige kura Rais Samia Suluhu Hassan? 80% ya Watanzania ni wakulima wanaofanya shughuli za kilimo na ufugaji. Serikali ya Rais Samia imetoa miaka yote hii mbolea ya ruzuku kwa wakulima. Na hata bei zilipopanda sana wakati wa COVID-19, bei za mbolea zilipanda sana katika soko la dunia. Ruzuku iliyowekwa na serikali ya CCM chini ya Dr. Samia imetoa ahueni kubwa sana kwa wakulima kuweza kuwa na uwezo wa kununua mbolea, wa kununua mbegu, kwenye ruzuku ya mbegu, na kuweza kufanya shughuli za kilimo. Kwenye eneo hili Rais Samia amegusa 80% ya Watanzania wanaotegemea kilimo. La pili, masoko ya wakulima. Maana unapozungumzia maisha ya watu, haya ndio maisha ya watu. Masoko. Hapa katikati soko la mahindi yalijaa sana. Bei ikaporomoka. Serikali ikafanya uamuzi wa kununua mahindi ya wakulima yote, ili yenyewe sasa ndio ivute subira. Wakulima wapate pesa, serikali ivute subira kutafuta maeneo mengine ya kwenda kuyauza hayo mahindi. Na uamuzi huu ulileta faraja kwa wakulima wengi sana. Unajua I want to press you on that. Unajua kuna perception serikali inaweza kawa inafanya vitu, vipimo vipo, serikali inaweza kawa inafanya vitu vikubwa na nini, lakini tukibaki kwenye huo ugumu wa maisha ambao wanaishi. Sasa ndio nakueleza taarifa kazi ambayo tumeifanya kukabiliana na, kwa sababu ugumu wa maisha hauondoki kwa muujiza. Si ndio? Ugumu wa maisha unaondoka kwa serikali kuweka mazingira mazuri ya biashara, uwekezaji, kilimo, sambaza huduma kwa wananchi. Kwa serikali yoyote makini itapambana na tatizo la ugumu wa maisha kwa kuwawezesha wakulima. Tumefanya. Kwa kupeleka maji kwa wananchi. Tumefanya. Kwa kupeleka umeme vijijini, umeme ambao utawasaidia vijana kuanzisha karakana za kutengeneza madirisha, karakana za kuchonga milango, karakana za furniture. Kazi hiyo tumeifanya, na leo hii takwimu zinaonyesha tumepeleka umeme katika vijiji vyote 12,300 na Tanzania. Sawa. Hicho ni kitu ambacho serikali tunakubaliana kwamba umeme huo ni muhimu katika kuimarisha maisha yao. Kabisa. Serikali makini inafanya hivyo, lakini pia serikali makini kitu kingine ambacho ingefanya ni kufanya matumizi ya anasa ambayo wananchi wengi kama matumizi ya nyanya. Kwa mfano, kununulia viongozi machangingi. Wananchi wanaona wananchi wanaona mwananchi anayehangaika kuhakikisha kupata chakula cha watoto, ndio anaona viongozi wa serikali wanaendesha magari makubwa. Ndio tunaona mwananchi anaona rais amenunuliwa private jet. Sasa hii ya Tanzania hizi sio haji ya rais apate private jet. Mimi najaribu tu kukuambia kwamba kujiweka kwenye nafasi ya mwananchi ambaye anapambana na maisha magumu kila siku, na kuona hivi kwanza inajenga negative perception ambayo inaweza ikawaathiri kwenye uchaguzi. Kwanza nataka nikwambie Alifa, unakubaliana huamini kwamba kuna matumizi ya anasa yanafanyika serikalini? Unakubaliana na mimi kwamba wananchi wanataka kuwaona wakuu wa wilaya wakizunguka katika kata zao kutatua kero za wananchi? Unakubaliana na mimi kwamba tunahitaji wakuu wa mikoa ambao hawakai ofisini, wanakwenda kwa wananchi kutatua shida za watu na kufuatilia miradi na pesa za wananchi zinazofanya kazi? Ili serikali ifanye kazi inahitaji vitendea kazi. Inahitaji vitendea kazi Alifa. Kwa hiyo tutoke katika hiyo dhana, hiyo dhana ya kwamba kumwezesha mtendaji. Kwa mfano, kuna miradi ya maji leo hii, tunao miradi ya maji zaidi ya 1200 katika vijiji mbalimbali nchi nzima. Unamhitaji mkurugenzi mkuu wa RUWASA na wakurugenzi wake lazima waende vijijini. Brado haifai unampiga gari la milioni 500 kweli. Ndio nakwambia. Anaona sasa jamani kweli. Mimi na struggle na maisha. Katika miaka 5 iliyopita wananchi wameonyesha kufurahishwa sana na viongozi wanaokwenda kuwatembelea katika kata na vijiji vyao, na ithibitisha viongozi wanaofuatilia matumizi ya fedha zao, viongozi wanaofuatilia wizi unaofanywa na baadhi ya wananchi wasio waaminifu waliopewa dhamana.
ili hayo yafanyike lazima tuwawezeshe. Kitu kikubwa ambacho mimi nakisema, wale waliopata vyombo hivi vya usafiri wavitumie sasa katika kuenda kwa wananchi, kufuatilia miradi ya wananchi, kutatua shida za wananchi. Sawa. Hilo ni jambo muhimu sana. Okay. Kwa hiyo wewe kwa mtazamo wako unadhani Rais Samia ni asset kwa Chama cha Mapinduzi? Rais Samia is an asset. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi na kama vijana tunasema rais ni asset kwa sababu gani? Kwanza, amethibitisha pasina shaka uwezo wake wa kuongoza nchi yetu. Mazingira ambayo Rais Samia ameipokea nchi hii ni mazingira magumu, hayajawahi kutokea katika historia. Ni mazingira ambayo Watanzania wote walikuwa na majonzi, hawajui nini kitatokea kesho. Kwa sababu tukio lile lililotokea la kufariki rais aliyoko madarakani ndio tukio la kwanza kwa rais kufariki akiwa madarakani katika historia ya nchi. Lakini amekuwa imara, amekuwa mtulivu, hatujasikia nchi ikipata mitikisiko, ametuvusha salama katika kipindi. Jambo la pili, nchi yetu imeendelea kuwa na amani na utulivu, watu wanafanya shughuli zao, sisi tuko hapa tunajadiliana. Waliopotelewa na ndugu zao wanasema hiyo zote ataihoji hiyo. Si nchi zote ambazo zina enjoy amani na usalama kama Tanzania. Na hili linatokana na uongozi mzuri wa rais ambaye yuko madarakani. La tatu, tunazungumza kuhusu afya za wananchi. Rais amefanya kazi kubwa ya kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora za afya, na huduma zinawafikia kule vijijini kwa kujenga zahanati, kwa kujenga vituo vya afya vya kisasa, kwa kupeleka ambulance, kila halmashauri imepelekewa ambulance, kwa kupunguza vifo. Tulikuwa na vifo miaka kadhaa iliyopita, Watanzania 556 walikuwa wanafariki kutokana na matatizo ya uzazi kati ya Watanzania 100,000. Leo hii Tanzania imepunguza vifo vya vinavyotokana na uzazi kwa 80%. Na Tanzania imepata tuzo ya Bill and Melinda Gates ya goalkeeper, ambayo kwa mara ya kwanza katika historia ya tuzo hiyo ndio imetoka nje ya Marekani na imekuja Tanzania. Sawa. Kuenzi kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu. Sasa ukigusa afya, ukagusa maji, ukatoa elimu bila ada mpaka kidato cha 6, watoto wa Tanzania maskini wakasoma. Ukajenga madarasa, ukawaondolea Watanzania adha ya kukamatiwa kuku na mbuzi zao kuchangia ujenzi wa madarasa. Umegusa maisha ya Watanzania kwa zaidi ya 90%. Sawa. Wengine wanasema kwamba hicho swala la kwamba sehemu ina sera au haina, au mgombea wao anauzika au hauziki, hiyo haijalishi sana kwenu nyinyi kama chama tawala ambacho mnatumia vyombo vya dola kushinda uchaguzi, kubaki madarakani, kwamba hamjali sana kwamba wananchi watatuhukumu au hawakubaliani na sera zetu. Tuna vyombo vya dola, tuna polisi, tuna majeshi, tuna tume ya uchaguzi. Hizi zote tunaweza tukazitumia kufanikisha malengo yetu ya kisiasa kama vile kushinda uchaguzi. Hilo unalisemaje? Kwamba Chama cha Mapinduzi mmeacha kufanya siasa. Nini sasa siasa hamfanyi tena, mmekuwa chama dola. Mnatumia vyombo vya dola kuendelea kubaki madarakani, ambalo mkoje katibu wenu mkuu mstaafu alilikiri hadharani kwamba Dr. Bashir Wali alisema kwamba Chama cha Mapinduzi lazima kitumie dola kubaki madarakani. Kwa katika mazingira hayo, haijalishi mmejenga dispensaries ngapi au shule ngapi, nyinyi mtatumia dola kubaki madarakani. Alifa, nataka nikwambie kwanza, Chama cha Mapinduzi ndio chama chenye wanachama wengi kuliko vyama vyote Tanzania. Na juzi katibu wetu mkuu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameeleza kwa Watanzania tuna wanachama wa kielektroniki tuliowasajili zaidi ya milioni 12 na laki moja na ushe.
Katika uchaguzi wa mwaka 2025 wapiga kura wanaokadiriwa kwamba watakwenda kupiga kura ni milioni 31. CCM tayari na mtaji wa milioni 12 wa wanachama peke yake. Acha wakereketwa mashabiki na wapenzi, wanachama peke yake 12 milioni. Ukitoa katika kura milioni 31 unabaki na kama 20 kama milioni 19 kama hivyo. Sasa unakuja ngoja. Kwa hiyo tuna mtaji wetu, la kwanza. La pili, sisi hatutegemei dola kushinda. Chama kinachaguliwa kwa sababu ya mambo makubwa mawili. La kwanza, nini kimefanya kilipopewa dhamana? Na ndio maana nasema sisi tumefanya maji, tumefanya umeme, elimu, huduma za afya, mikopo kwa vijana, tumepandisha madaraja, rais kapandisha madaraja ya watumishi wa umma. Lakini nakuja haya ni yale tuliyoyafanya ya utekelezaji wa ilani ambayo tulikubaliana na Watanzania mwaka 2020. La tatu, tunapeleka nini kwa wananchi kama matumaini katika miaka 5 ijayo? Mtaona ilani yetu tunakwenda kufanya mambo makubwa zaidi kuliko haya ambayo tumeyafanya katika miaka hii 5 inayokwisha. Kwa hiyo nataka kukuthibitishia hatutumii dola wala hatuhitaji dola kushinda uchaguzi. Kama hivyo ndivyo, tusingeshuhudia kile kilichotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Sikiliza. Ni aibu kusema kweli kwa nchi ambayo ina umri wa miaka 30 plus ya vyama vingi. Na unakuta una chama tawala kinashinda kwa 99% kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Uchaguzi ambao tumeona massive disqualification ya wagombea wa upinzani. Hakuna mgombea hata mmoja wa CCM aliyeingia. Yaani ukiukwaji ulikuwa mkubwa sana mpaka katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi mwenyewe akaona aibu, akasema hapana jamani, hatuwezi kwenda hivi. Tuacheni, akaviasa vyombo vya dola kwamba jamani tuacheni tupambane na wapinzani. Umeelewa? Kilichotokea 2020 wewe unajua, massive disqualification, ukatili, dola wa kidola, state violence, mapolisi na nini, kiasi ya kwamba mpaka leo Tume ya Taifa ya Uchaguzi, sasa hivi inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, haijachapisha ripoti ya uchaguzi mkuu wa 2020. Wewe umeiona? Kama ingekuwa ni kweli, CCM inashinda kwa sera na kwa matumaini inayouza kwa wananchi, tusingekuwa tunashuhudia tunavyoviona kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu wa 2020, uchaguzi wa serikali za mitaa 2024. Na baadhi ya watu wanahofu kwamba kilichotokea 2020 kwa vyombo vya dola kuingilia kwa kiwango kikubwa mchakato wa kidemokrasia kinaweza kujitokeza. Nianze na hili la serikali za mitaa. Uchaguzi wowote una hatua 3. Hatua ya kwanza ni hatua ya ndani ya vyama kutafuta watu watakaokwenda kusimama kugombea katika hizo nafasi. Hatua ya pili ni vyama kupeleka wagombea kwa wananchi. Na hatua ya tatu ni uchaguzi. Sasa nini kurudishe nyuma kidogo? Katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka jana, nafasi zote zilizokuwa zinagombewa ni 80,430, zikijumuisha wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji na wajumbe wao. 80,430. Vyama vyote vya upinzani Tanzania viliweza kusimamisha wagombea katika nafasi 30,977 tu, sawa na 38.5. Vyama vyote vya upinzani
havikufikisha 40%. Wagombea wao wameunguliwa. Hii sizungumzii katika hatua ile ya uenguzi. Nazungumzia katika mchakato wa chama kusimamisha mgombea katika nafasi. Kwamba bana sisi tuna mitaa 20, tuna vijiji 40 na wajumbe wote 100. Kila nafasi ili igombewe, tulikuwa na nafasi zinazogombewa 80,430 nchi nzima. Vyama vyote vya upinzani havikufikisha 39%. Kwa maana hiyo, hata kama wagombea wote wa upinzani wangepita, hata waliokuwa hawajajaza fomu, waliokuwa wamekosea, waliokuwa wote wangepita, upinzani ungechukua 38%, ungeweza kusimamisha wagombea 38.5. Kwa nini nasema haya? Wao msingeshinda kwa 90%. Kwa nini nasema haya? Wenzetu na hawataki kusema haya, wanayo mapungufu ya ndani ya vyama vyao. Wewe kama kweli una chama imara, chama kilichojipanga, chama kilichojiandaa, unafikaje mahala hata kusema tu kwamba kwenye kitongoji hiki nina mgombea? Huwezi. Hilo ni jambo lao, wanapaswa wadili nalo. Sasa hili la kwetu unalolisema, nataka nikueleze mapungufu hayo walionayo wao ya kuto kujiandaa na uchaguzi kwa kiasi kikubwa. Hata mahala waliposimamisha wagombea, walisimamisha wagombea dhaifu. Hiyo haiondoi, ambao hawakubaliki na wananchi. Hiyo haiondoi ukweli kwamba structurally na systematically vyombo vya dola vina act in favor. Nilidhani Alifa ungesema hivi, structurally ungesema hivi, Chama cha Mapinduzi ndicho chama chenye mtandao mkubwa Tanzania, na ndio chama ambacho kilisimamisha wagombea kwenye nafasi zote 80,430. Na ndio chama ambacho viongozi wake waandamizi kama wakurugenzi wa halmashauri ambao wengine tunajua kabisa ni makada wa Chama cha Mapinduzi, ndio wanakuwa wasimamizi wa uchaguzi katika mazingira ambapo unajua kabisa Khalifa Said ni kada wa Chama cha Mapinduzi, alienda kugombea ubunge akashindwa, akateuliwa kuwa deji, halafu leo ni msimamizi wa uchaguzi. Huyu unadhani atakuwa na masi kwa Chama cha Mapinduzi? Ngoja nigeuze jambo hoja yangu. Hivi Alifa, unafahamu zaidi ya 60% ya nafasi hazikuwa na wagombea wa upinzani? Sikiliza hilo. Sasa nimebadilisha ile 38. Zaidi ya 60%. Hilo ni pungufu lao, unanielewa? Lakini nikasema kwamba haiondoshi ukweli kwamba watendaji, kwa mfano wa vijiji, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, hawa wengi ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Na hawa huwezi kutegemea kwamba wao wasimamie haki kwenye mchakato mzima wa uchaguzi. Lazima watakipelelea Chama cha Mapinduzi. Angalau hii ni hoja upinzani wana nini? Mimi nadhani ni dhana na wenzetu tu wanadhana kwamba huenda hawa watendaji wamefanya faulu. Lakini mimi nasema kwenye mchakato wetu wa uchaguzi kulikuwa na mawakala. Kila chama kilikuwa na mawakala wengi walinyimwa viapo. Wamepewa viapo, walinyimwa. Wapo waliopewa viapo, lakini pia wapo walionyimwa viapo. Na mimi nitakupa mfano katika mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya na hasa jiji la Mbeya, wagombea wote wa upinzani wote wamekwenda kupigiwa kura. Matokeo CCM imeongoza kwa 80%. Katika mazingira yaliyopo sasa hivi ni ngumu kwa CCM kushindwa. Kuna kitu kimoja lazima tukiweke sawa. Sio kosa kukubalika kwa 99%. Sio dhambi. Lakini bwana, unajua sisi tunapigiwa kura. Ngoja Khalifa, unajua umesoma na nini, kwa wakati class monitors wanapigiwa kura, yuko mtu anachukua kura zote. Sasa kura gani? So wewe au demokrasia ni lazima mimi nishinde kwa 51% na mwingine 49%? Demokrasia ni kwamba kuwepo na level playing field. Hapana. Hawa watumishi wa umma ni ndugu zetu, ni watoto wetu, ni Watanzania wenzetu.
Kwa hiyo watu wasitaka kutengeneza ikafika mahala ikaonekana kama ni dhambi kuwa mtumishi wa umma. Na watumishi wa umma sio watumishi wa CCM. Ndani ya watumishi wa umma wako watumishi ambao hawana chama chochote. CCM ina watumishi wake tofauti na watumishi wa umma. Kwa hiyo na ndio maana hata katika mabadiliko ya sheria za uchaguzi sasa hivi Tume ya Taifa ya Uchaguzi hailazimishwi kwamba lazima wakurugenzi wawe wasimamizi wa uchaguzi, ila imeambiwa mtu ambaye ni afisa mwandamizi wa serikali anaweza akawa msimamizi wa uchaguzi. Okay. So kwa ufupi ni kwamba unataka kusema kwamba CCM hamtegemei dola kubaki madarakani. Unategemeaje dola kubaki madarakani? Polisi, neki, wakurugenzi wako wangapi? Kwa sababu ili ubaki madarakani unatakiwa upigiwe kura. Hawa watumishi wa umma wenyewe wote hawafiki 1.5 milioni. Sawa. Hata kama wakikuunga mkono wote huwezi kushinda uchaguzi wa rais. Sawa. Kwa hiyo si sahihi kusema kwamba CCM inategemea dola. Hapana. CCM ina uimara wake, mifumo yake iko imara, ina mtandao mpana, inaweza kupata wagombea wanaokubalika katika jamii. Nadhani hizo ndio advantages ambazo CCM inazo dhidi ya vyama vingine. Na ndio maana nikakwambia vyama vingine kwenye uchaguzi uliopita hawakufikisha 40% kusimamisha wagombea. Maana yake nini? Maana yake bado uwezo wa ndani wa vyama vyetu bado ni mdogo. Sawa. CCM haitegemei vyombo vya dola kushinda uchaguzi. Tutaangalia 2025. Okay? Sawa. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa nini hii kauli mbiu? Kauli mbiu ya kazi na utu tunasonga mbele, kwanza kipande cha kazi kinasadifu kwamba tunataka kujenga taifa la aina gani. Tunataka kujenga taifa la watu wanaofanya kazi. Tunataka kujenga taifa ambalo kazi ndio msingi wa utu wetu, wa uhuru wetu. Na kauli mbiu hii ndio kauli mbiu kama watu hawafahamu, wakati tunapigania ukombozi wa nchi yetu ilikuwa uhuru ni kazi. Uhuru na kazi ni kauli mbiu ambazo zimetumika wakati wa TANU na wakati wa baba wa taifa. Kwa hiyo neno kazi limeendelea kujitokeza sana katika awamu mbalimbali kama kielelezo cha kwamba sisi ni taifa la watu wanaoamini katika kuchapa kazi. Utu nayo inakurudisha kule kule kwamba Chama cha Mapinduzi kinaamini kila Mtanzania, kila mtu anastahili kuthaminiwa utu wake. Kwa hiyo bila kujali makabila yetu, bila kujali hali za uchumi, bila kujali vyama vyetu vya kisiasa, utu ndio kitu kikubwa ambacho sisi tunataka kujenga. Kwa hiyo kazi na utu inaweza kuunganishwa katika namna hiyo. Lakini la pili ni haiba ya rais wetu na mgombea wetu mteule. Ni mtu ana haiba ya utu, anapenda watu, ni mtu ambaye anajali haki za watu, anajali usawa. Kwa hiyo tumedhani kwamba kazi na utu ni mambo ambayo yanakwenda pamoja, lakini yanasadifu yale ambayo tunataka kuyafanya kwa Watanzania. Maji yanahusu watu, afya yanahusu watu. Unapowasaidia kina mama wajawazito wajifungue kwa usalama, wapate huduma nzuri, huo ndio utu wenyewe. Okay. Kwa hiyo tunasonga mbele, kazi inaendelea. Akicomment kwenye hii kazi na utu, katibu mkuu wa ACT Wazalendo ndio Ado Shaibu ameshangaa kukuta utu ipo kwenye kauli mbiu katika mazingira ambapo anashangaa nini? Anashangaa kukuta utu ipo kwenye kauli mbiu katika mazingira ambapo tunashuhudia watu wanatekwa, wana nini. Lakini umemtaja Rais Samia. Ndio. Rais Samia she's on record kuliagiza jeshi la polisi kuchunguza matukio ya utekaji na nini, lakini alisema kwamba katika hali ambayo iliwashangaza wengi kwamba vijidrama, alisema vijidrama hivi angalie hivi. Lakini akicomment pia kwenye suala la kifo cha ile kada wa chama cha Chadema Ali Kibao
Rais Samia kwenye hotuba kali sana dhidi ya mabalozi na nini, alisema kifo ni kifo, na anashangaa kuona gumzo kutokana na kifo cha mtu huyu mmoja. Sasa watu wanapata mashaka kuona utu hapa katika mazingira kama haya, na kurudisha nyuma tu kule kule, mahala popote wanapokaa watu, uhalifu utakuwepo. Wanasema crime, jinai itakuwepo. Ndio maana vyombo vya dola vipo, ajali zitakuwepo, ndio maana traffic wapo. Lakini migogoro baina ya mtu na mtu ipo, lakini hiyo migogoro, mtu na mke wake wamegombana, mtu amepotea, haizuii wala haiondoi dhana ya kwamba nchi yetu ni salama, na huwezi kuilinganisha na nchi nyingine ambazo hakuna utulivu, hakuna amani. Sasa kuhusu hayo matukio madogo madogo nimezungumza hapa, taifa linaloongoza kwa watu kupotea duniani ni Marekani. Unajua lazima twende mbele Alifa, kwamba visababishi vya watu kupotea ni vipi? Sawa. Hivi mimi leo kwa mfano, nimeenda porini kukata kuni, nimefika porini kule, nimeliwa na mnyama, nakaa peke yangu bachelor, sijamuaga mtu yoyote, obviously jamii itasema hapi amepotea, sivyo? Na ni jukumu la nani? Jukumu la vyombo vya dola kuchunguza. Sasa kuchunguza na kunini na kuleta majibu. Tuvipe majibu sasa, tuvipe majibu hayapo, vyombo vya dola viendelee kuchunguza. Lakini pia anaelewa kwamba Ado ana mengi, kwa sababu Ado kiongozi wao mkuu mstaafu amepitia mambo mengi katika historia yake ya kisiasa, hata alipokuwa Chadema, mambo ambayo anadhani Ado anaona kama hakutendewa utu. Sasa anataka kutafsiri kwamba ni jambo la kitaifa. Okay. So you think this is the best slogan? It is the best. Kwanza inamdefine mwenyekiti wetu na mgombea wetu, ni mtu mwenye utu, ni mtu muungwana, na amedhihirisha kwa vitendo namna ambavyo yeye ni muungwana. Inadhihirisha falsafa yake ya maridhiano, kwamba hayo yanawezekana kwa mtu ambaye ana utu peke yake. Sawa. Imedhihirisha historia ya chama chetu tulikotoka, TANU na ASP, na hata sasa, kwamba kazi na utu ni mambo ya msingi sana. Na sisi tunasema maendeleo yote ambayo anayafanya rais na chama chetu na serikali yetu, lengo lake ni ustawi wa watu, lengo lake ni kuboresha maisha ya watu, lengo lake ni kuthamini utu wa mtu. Mama anaposafiri umbali mrefu kwenda kuchota maji, tunaharibu utu wake, analazimika kupoteza muda ambao angeutumia kufanya shughuli nyingine za kuhudumia familia. Wengine wanabakwa katika kufuata maji mbali, utu wao unashushwa. Kupeleka maji kwa Watanzania, kazi aliyoifanya Rais Samia ni kuonyesha kwamba CCM inaenzi falsafa ya watu wanatakiwa kuthaminiwa utu wao. Kwa hiyo kazi na utu, tunasonga mbele, falsafa bomba kabisa, na inasadifu wakati tulionao na mazingira tulionayo. Ali Salum Hapi, nakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kuzungumza na sisi hapa na Watanzania kupitia The Chanzo kuhusiana na mambo yanayohusu nchi hii ya Tanzania. Nakushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo ndio tumefikia tamati ya mazungumzo maalum na mazuri kwa mtazamo wao ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa na Ali Salum Hapi, ambaye ni katibu wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, ambayo leo nimejifunza kwamba wanachama wake ni watu wote waliofikisha umri wa miaka 18, na sio lazima uwe na mtoto ndio uwe mwanachama wa jumuiya ya wazazi. Tumezungumza mengi kuhusiana na demokrasia ndani ya vyama, madai ya CCM kutumia vyombo vya dola, pamoja na namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kinaenda kumuuza mgombea wake wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Oktoba 2025, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpaka kufikia hapa hatuna tena la ziada. Ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni mimi Khalifa Saidi,
na kwa niaba ya wenzangu walio kwenye kamera, Shafi Hamis na Tito Magoti, tunakushukuru sana. Mpaka muda mwingine, kwa heri kaka. Shukrani sana. All the best. Thank you. Kwenye majukumu yako. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.